Habari gani Mwanakeo TV, kama ni mara kwa kwanza tafadhali subscribe na tano notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Diwakeo TV. Unavyoitaja Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, basi huwezi kumsahau kumtaja mzee maarufu na mwanzilishi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, si mwingine ni mzee Edwin Mtei. Mzee Edwin Mtei ni baba wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, na maanisha Chadema. Edwin Mtei alikuwa mmoja wa viongozi muhimu zaidi katika historia ya Tanzania, akiwa mwanzilishi wa Benki Kuu ya Tanzania yani BOT, waziri wa fedha, katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki yani EAC, na mmoja wa waanzilishi wa Chadema. Kuzaliwa na watoto wake. Edwin Mtei alizaliwa tarehe 12 Julai mwaka 1932 huko Malangu, Moshi, Kilimanjaro. Alikulia katika mazingira ya kawaida ya kijijini, akilelewa na mama yake. Akiwa mtoto alikuwa akichunga mbuzi huku akisoma shule ya msingi ya Lutheran Ngaruma. Elimu yake ni ipi? Alisoma Ngaruma Lutheran Parish School, Native Authority Primary School Marangu, Old Moshi Secondary School, Tabora Boys Secondary School. Mwaka 1953 alienda Makerere University nchini Uganda, iliyokuwa chini ya chuo kikuu cha London wakati huo, na kuhitimu mwaka 1957 akiwa na shahada ya BA katika Political Science, History and Geography. Kazi ya mwanzo ni ipi ya mzee Mtei? Baada ya kuhitimu alianza kazi East Africa Tobacco kabla ya kujiunga na East Africa Common Service Organization yani EACSO Nairobi. Mwaka 1964 akawa katibu mkuu wa hazina Tanzania akiwa na umri mdogo sana. Kuanzisha Benki Kuu ya Tanzania alianzisha akiwa mwaka gani? Mwaka 1966. Baada ya kuanzishwa kwa Benki ya Tanzania, Edwin Mtei akawa gavana wa kwanza kabisa wa BOT. Akiwa BOT alifanya nini? Alisaidia kuanza kwa mfumo wa fedha wa Tanzania. Alisimamia uthabiti wa shilingi. Aliweka misingi ya sera za fedha nchini. Alikuwa mmoja ya wasanifu wa mfumo wa Central Bank Tanzania. East Africa Community alifanya nini? Mwaka 1974 aliteuliwa kuwa katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki yani EAC mpaka mwaka 1977. Akiwa waziri wa fedha alifanya nini? Baadaye akawa waziri wa fedha na mipango chini ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambaye ndiyo rais wa kwanza wa Tanzania. Lakini walitofautiana na Mwalimu JK Nyerere kuhusu sera za uchumi, hasa suala la IMF, devolution ya shilingi na mfumo wa ujamaa. Edwin Mtei alipinga baadhi ya sera alizoziona zinaumiza uchumi. Mwaka 1979 na mwaka 1981 aliachia nafasi yake serikalini kwa msimamo wake wa kiuchumi na maisha yake ya utumishi ndani ya serikali yakaishia hapo. Baada ya kuondoka serikalini, nini alikifanya? Aligeukia kilimo cha kahawa Arusha katika Ogaden Estate. Alifanya kazi IFM kama executive director wa nchi za Afrika. Aliendelea kuwa mshauri wa uchumi na taasisi mbalimbali. Kuanzisha Chadema alianzisha mwaka 1992. Alikuwa mmoja ya waanzilishi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na akawa mwenyekiti wake wa kwanza.
Alikuwa sehemu muhimu ya kuanzisha kwa mfumo wa vyama vingi vya Tanzania. Familia na maisha ya mwisho ya Edwin Mtei. Mke wake Johari Mtei alifariki mwaka 2021 kutokana na matatizo ya kiafya baada ya COVID-19. Edwin Mtei mwenyewe alipata matatizo ya kiafya ikiwemo dementia na stroke miaka ya mwisho wa maisha yake. Kifo. Alikufa lini mzee Mtei? Edwin Mtei alifariki mwaka huu mwaka 2026 Januari akiwa na miaka 94. Anaacha historia gani mzee Mtei? Gavana wa kwanza wa BOT, mwanasiasa aliyepigania demokrasia, mwanauchumi aliyekuwa na msimamo, mwanzilishi wa Chadema. Mzee Mtei ni mmoja ya watu walioweka misingi ya mfumo wa fedha Tanzania na kujenga chama imara ambacho mpaka leo wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wanaanufaika kutokana na matunda ambayo mzee Mtei alianzisha chini ya uongozi wake. Amejenga taasisi imara na mfumo thabiti wa fedha hapa nchini Tanzania alivyokuwa BOT, lakini pia ameweza kujenga chama imara, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambacho mpaka sasa kimekuwa ni chama pekee cha upinzani ambacho kimekuwa na maelfu ya wafuasi au mabilioni ya wafuasi kutoka kila kona ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Ndio chama pekee ambacho kina wanasheria wengi sana ambao ni wafuasi wa chama hicho, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Una maoni gani kama Mwanakyeu TV? Ningependa kuona maoni yako katika sehemu ya comment section hapo. Nitakuja kupitia nione nini mtazamo wako kutokana na hichi ambacho kutokana na historia ambayo mzee Mtei ameifanya kupitia nchi ya Tanzania akiwa katika ngazi tofauti za uongozi, na ameifanya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kiwe ni chama cha uwakilishi katika siasa za Tanzania, lakini amejenga mifumo imara ya fedha ya Tanzania na kukuza fedha ya Tanzania, lakini pia alifanya katika taasisi ya IFM, yani ni taasisi kubwa sana ya kifedha duniani ambayo ni Benki Kuu ya Dunia. Pale alikuwa ni mmoja ya wafanyakazi katika Benki Kuu ya Dunia. Una maoni gani kama Mwanakyeu TV? Ningependa kuona maoni yako katika sehemu ya comment section hapo. Jina langu ni Mwanakyeu TV. Asante kwa pamoja nami katika ulimwengu wa siasa. Usisahau kushusha comment yako katika sehemu ya comment section, lakini kama ni mara yako ya kwanza, ningependa kuona maoni yako katika sehemu ya comment section. Jina langu ni Mwanakyeu TV. Tunakutujia katika masuala ya kisiasa. Bye bye.